One on one with Charles William. Nipo Mbezi Beach, Dar es Salaam, mahali zilipo studio za Wasafi Media, na nikukaribishe kwenye one on one kwenye siku ya leo. Ndani ya Wasafi TV tumepata fursa ya kuwa na kiongozi kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ninaye John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa bara. Na John Heche ana muda wa mwezi kama 1.5 hivi ofisini tangu uchaguzi wa chama hicho Januari mwaka huu ulipomchagua kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho na kuchukua nafasi hiyo. Sasa akiwa anamrithi Tundu Lissu ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho, lakini Tundu Lissu kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa chama taifa. Nazungumza na John Heche kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya one on one, kwa sababu haujawahi kupata nafasi ya kupita hapa kwenye kiti hiki tukazungumza kwa kina. Karibu sana Mheshimiwa John Heche. Asante. Asante. Yeah. Labda mnaendeleaje baada ya kumalizika kwa uchaguzi na safu mpya ya chama kupatikana, lakini pia nimeona mkiwa kwenye heka mbalimbali za kujipanga? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Tumeanza kama ulivyosema, tumefanya vikao. Chama ni vikao. Tumefanya maazimio na tuko kwenye hatua za implementation, za utekelezaji wa maazimio hayo. Ni maazimio gani mapya ambayo mnayo, ambayo yale tunayoweza kujua kwenye umma, tofauti na maazimio ya vikao vya mwisho vya kamati kuu ya Chadema ambavyo vilifanyika siku chache kabla ya uchaguzi? Tuna maazimio mengi. Sasa unajua chama hakitoi maazimio yote public. Kuna maazimio ambayo ni ya utekelezaji wa ndani, ya kiutendaji, kuna maazimio ya kwenda kwenye public, lakini kubwa ni kwamba tuna maazimio ya kwenda kusimamia na kuhakikisha tunabadili mfumo wa kiuchaguzi wa nchi yetu ambao umeleta madhara makubwa sana, ili nchi hii uchaguzi sasa uweze kuwa uchaguzi huru na haki ambao utawaletea wananchi viongozi wanaowajibika kwa wananchi na sio viongozi wanaowajibika kwenye matumbo yao na familia zao. Kwa sasa agenda kubwa tulionayo na azimio kubwa ambalo tunalitekeleza ni azimio lililofanywa na kamati kuu ya chama mwezi wa 12 tarehe 10 baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa za mwaka jana. Toka kwenye kamati kuu likaenda kwenye baraza kuu na mkutano mkuu karidhia. Sisi tukakutana Bagamoyo kwa ajili ya kutengeneza sasa roadmap ya namna ya kuimplement. Kwa hiyo ndio agenda tulionayo sasa. No reforms, no election. Kwa maelezo yako ni kwamba azimio hili lilipitishwa na kamati kuu ya Chadema chini ya wenyekiti wa Freeman Mbowe. Yes. Tangu mwaka jana, na alitangaza yeye mwenyewe akiwa mwenyekiti bado. Na ni azimio la chama. Actually sio azimio la mtu, ni azimio la chama. Sasa kumekuwa na spinning, lakini haziwezi kutusumbua sisi kwa lolote. Huu ni msimamo wa chama ambao ni wa mwaka jana. Na hata hivyo, hata uongozi mpya ungeingia ungeweza kuwa na msimamo wake pia kwenye jambo hilo. Kwa hiyo it doesn't bound anybody kuendelea kusema kwamba hili sio azimio au ni azimio. Kwa sasa ni azimio la chama, limepitishwa na vikao vyenye mamlaka ya kikatiba kupitisha. Kwa hiyo ni azimio la chama na ndio tunalosimamia. Wanachadema wengi hawajamuona Freeman Aikaeli Mbowe ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema kikatiba akishiriki kikao chochote ambavyo mmekuwa mkikaa tangu uongozi mpya uingie. Ni wapi alipo Freeman Mbowe, kamanda wa anga? Nafikiri mnaweza nyie kumpigia simu mkamuuliza yuko wapi. Lakini mimi kwa maoni yangu sio vikao vyote hata mimi nimewahi kuhudhuria. Kwa mfano mimi mwaka jana tangu mwezi wa 5 sikuhudhuria kikao cha kamati kuu, na vikao vingi. Niko na sababu zangu za kifamilia ambazo zilikuwa zinasababisha nisihudhurie vikao. Kuna watu wanasafiri kibiashara na ndio maana kuna na udhuru wenye taarifa, na taarifa za chama zinakuwepo. Kwa hiyo mtu kutokuonekana kwenye vikao ni normal thing kabisa. Na tumekaa vikao vingapi? Tangu tumalize uchaguzi tumekaa kikao tu kile tulichokaa Bagamoyo. Na ndicho kikao ambacho Mheshimiwa Freeman Mbowe mwenyekiti wetu wa zamani hajahudhuria. Ni kikao kimoja tu. Actually ni ile series ya matukio yaliyokuwepo na kikao kile tu. Sasa sijui hii inatoka wapi kwamba Freeman hahudhurii vikao, hajaonekana. Sijui kuonekana mnataka aonekane wapi. Lakini mnazo taarifa zake kuhusu mahali aliko na kwa nini hafiki kwenye vikao?
Kwa sababu katika utaratibu wa kawaida tu mjumbe kama haji kwenye kikao atatoa taarifa. Nije niuliza kwamba Salma Kasanzu yuko wapi, ambaye ni mjumbe pia wa kamati kuu ya chama. Chama kitakuwa kila siku kikiamka kinapigia, au viongozi mnapigia wajumbe wote kujua huyu yuko wapi, anafanya nini. Utumishi wa chama chetu ni utumishi wa kujitolea. Kwa pamoja na mambo mengine yote, watu wanalazimika kuendesha maisha yao. Wanalazimika kuwa na maisha ya mashambani na nini na nini. Kwa mtu asipokuwepo labda kwenye chama, hakuna tukio la kichama au hakuna mikutano, anawezekana yuko kwenye biashara zake. Na kama unakumbuka vizuri, wakati wa tunamalizia mkutano mkuu mwaka jana, mwenyekiti alikuja kwenye kikao, mwenyekiti kwa maana ya Freeman Mbowe, kwa sababu bado wanaendelea kumuita mwenyekiti kwa amekuwa mwenyekiti wetu wa muda mrefu. Alikuja kwenye kikao, na unakumbuka mwenyekiti Lissu alimwambia mwenyekiti, baada ya hii you need a rest, unahitaji kupumzika. Na yeye mwenyewe akasema pale kwamba mimi nakwenda kupumzika, naenda kufufua biashara zangu, naenda kupambana kimaisha. Kwa kifupi tunaweza kusema tu Mbowe atakuwa yupo mapumzikoni. Mimi nafikiri hivyo. Watu wengi wamekuwa na hofu kwa sababu kauli mbiu mloenda nayo kwenye uchaguzi ya Stronger Together walitarajia ionekane sasa baada ya uchaguzi, na pia hawajamuona sana mwenyekiti wenu wa kanda ya Ziwa Victoria Ezekia Dibogo Wenje, ambaye alikuwa anashindana na wewe kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti, na yeye pia haonekani. Kwa hiyo Stronger Together inaonekana kama mbele ya macho, haionekani tena. Hiyo ni spin masters ndio wana hizo agenda. Agenda ya chama chetu kwa sasa ni no reforms no election. Spin masters na watu wanaotaka labda kutengeneza kitu fulani ionekane labda kuna mgogoro. Hakuna mgogoro kwenye Chadema. Na mgogoro huwezi kuuficha. Kukiwa na mgogoro, si utakuwepo tu, utausikia na utauona. Na sisi tumeenda kwenye uchaguzi ambao ni most democratic. Na ndio jambo ambalo watu wanapaswa kuzungumza. Tumetoka kwenye uchaguzi ambao ulikuwa huru, haki, wa wazi, wenye ushindani wa hali ya juu sana. Hakuna chama kingine chochote kwenye nchi hii kimewahi kufanya uchaguzi kama ule, ambao ulikuwa wazi kwa kila mtu, watu wamepewa nafasi, wameshindana, aliyeshinda ameshinda, na wamekabidhiwa uongozi. Kuna watu wanang'ang'aniaga madaraka, unajua kilichotokea kwenye vyama vingine sitaki kuvitaja, watu waling'ang'ania madaraka mpaka wakagawana mbao. Tumekabidhiana mamlaka, uongozi mpya una set agenda zake, una implement, unafanya teuzi za baadhi ya wakurugenzi. Watu wengi walikuwa na hofu sana Heche pamoja na Lissu, uwezo wao wa kukiendesha chama ambacho kinahitaji fedha nyingi ili kiweze kufanya shughuli za kisiasa kwa tija na kwa ufanisi. Na kulikuwa kuna wasiwasi mkubwa kwamba mwenyekiti Mbowe amekuwa akikibeba chama hiki kwenye nyakati ambazo kimekwama kifedha. Na nyie baada ya kuingia tu mmeanza na activation ya kuchangisha fedha. Ni kuonesha sasa kwamba mnataka kuchukua mkondo mpya wa kujitegemea kifedha nje ya kumtegemea mwenyekiti kama ilivyokuwa kipindi cha mwanzo. Kwenye swala la namna ya kuendesha chama kijitegemee kiuchumi, hilo ni swala ambalo tuliahidi kwenye kampeni zetu na sisi tutalisimamia. Na ndio maana tumevumbua sasa utaratibu, tumezindua utaratibu mpya pamoja na system yetu ya Chadema Digital ambayo ina enroll wanachama wetu, kuwafanya wao wanalipa kadi kila mara, kwa sababu hiki chama ni cha kwao. Wao ndio wanapaswa kukiendesha. Wao ndio wanapaswa kuhakikisha chama chao kinaenda na kinafikia malengo yale ambayo kilijiwekea katika uanzishwaji wake. Tumezindua pia program ambazo tuna watu wengi sana wanakipenda hiki chama. Wengine hata sio wanachama. Kwa tumezindua utaratibu, kwa mfano wa tone tone, na hii ni system inayoingiza watu wengi, lakini pia inatengeneza sustainability. Huko nyuma tulikuwa na mifumo ya kuchangisha fedha. Kwa mfano tunafanya fundraising. Mnaweza mkapata labda milioni 200-300. Huwezi kufanya fundraising kila wiki, kila mwezi, kila wiki, kwa sababu mahitaji yako pale pale. Tunahitaji kila mwezi tulipe watumishi wa halmashauri. wa chama. Tunahitaji kila mwezi kuhakikisha magari yanatembea. Tunahitaji kuhakikisha tuna vifaa vya uenezi, bendera, kadi. Tunahitaji kila siku watu wetu wakionewa, mawakili wawe barabarani waende wakawatetee. Tunahitaji kununua majengo, kujenga ofisi everywhere, kila kata, kila wilaya.
Sasa hatuwezi kuwa na chama ambacho tunachangisha leo, kesho tunachangisha, kesho kutwa tunachangisha. Ndio maana tumekuja na mfumo ambao mtu akishajiunga, akishajicommit kwa shilingi 1000, kwa shilingi 500, kwa shilingi 2000, atakuwa ana uwezo kuchangia chama kama kila mwezi. Kwa mfano tumeweka system ambayo inakuruhusu kuchangia labda wewe mwenyewe utakavyotaka, labda kwa wiki, labda kwa wiki 2, kwa mwezi. Kwa kila tarehe uliojiunga ikifikiwa, kama ni kwa mwezi, tarehe ile ile uliojicommit kwa mwezi ina deduct kile kiwango ulichosema. Kama ni shilingi 1000 ina deduct. Mmekusanya shilingi ngapi mpaka sasa hivi, na mnatarajia mfumo huo utawezesha kuwa mnaingiza kiasi gani? Kwa takwimu za awali ambazo baada ya kuzindua mfumo ilikuwa milioni 64 na laki kadhaa. It's a good start. Kwa mwanzo kabisa sisi tumefurahishwa na jinsi ambavyo Watanzania wanatuunga mkono, kwa sababu hamna chama kingine chochote including CCM labda waweke watu under duress. Wao wanaweza kutisha watu, usipotuchangia tutakushughulikia, watachukua kwa matajiri. Lakini hamna chama ambacho kinaweza kuchangiwa na mtu wa chini kwa moyo, kwamba anakiamini, kwa sababu unapoweka hela yako ndio moyo wako ulipo. Kwa mtu anayekuchangia na maana moyo wake uko Chadema. Tumekusanya milioni 64, shilingi 1000, shilingi 500, watu wamechanga mpaka shilingi 200. Yani you see hiyo hali ya imani. Mtu anaweka shilingi 200, alikuwa na shilingi 200 kwenye simu. Sisi ni thamani kubwa, na kwa kadri tunavyoenda kila siku ina expand. Baada ya wiki tutatoa tena mrejesho. Tunataka kila wiki tutakuwa tunawaambia wananchi tumekusanya kiasi kadhaa. Of course tumekuwa na changamoto nyingi za kutengenezwa. Changamoto kwenye ukusanyaji wa michango. Kuna fedha nyingi sana zimekuwa rejected. Yani fedha ambazo zimerudishwa ni nyingi kuliko ambazo tumekusanya. Kwa sababu make for up, tumeona watu walio attempt. Zimerudishwa hela nyingi. Kama mfumo usingeingilia, kwa sababu na haya mambo ndio yanasababisha lazima tubadilishe hii nchi. Iwe huru kwa kila mtu kufanya kitu anachoona kinafaa, ili mradi tu ni jambo ambalo sheria zetu zinaruhusu. Kwa fedha nyingi sana zimerudishwa, watu wanachanga kwenda kwenye mabenki, zinarudishwa kwao, wanasema system haiwezi kupokea. Au kwa mfano account yetu ya M-Pesa, limit yake labda ni milioni 10, unakuta imo shilingi milioni 1, lakini mtu anajaribu kuchangia anaambiwa account imejaa, lakini sisi hapa tunaona bado kuna space. Kwa kuna changamoto hizo ndio bado zinatukwamisha, na sisi kwa sababu ni binadamu tunatafuta means mbalimbali ambazo zitatuwezesha kuvuka hawa wanaoweza kutukwamisha, kwa sababu na wao wanajidanganya tu. Kipindi cha ukoloni hakukuwa na social media, hakukuwa na internet, hakukuwa na nini, lakini still watu waliweza kupambana na wakoloni kwa mbinu za kizamani hizo, wakawaondoa. Sasa hivi dunia imeendelea sana, huwezi kuzuia vitu hivi, huwezi kuzuia kabisa, haiwezekani. Kwa mfano sisi tuna Watanzania wanaoishi nje ya nchi, diasporas wengi, wanafika milioni kadhaa, na wengi wanaunga mkono Chadema. Na wanaunga mkono kwa sababu wanapoenda kule, mtu yuko Marekani anaona level ya maendeleo iliyoko, mtu yuko Sweden, mtu yuko Norway, mtu yuko Canada, yuko Australia, wanaona level ya maendeleo iliyokuwa attained kule, iliyofikiwa kule kwa nchi ambazo hazina rasilimali hata robo ya kulinganisha na sisi. Anatamani yale maisha yaje hapa, na anajua tatizo linalosababisha maendeleo yetu hayajaenda kule ni uongozi. Anatamani kuona uongozi mpya. Kwa wale tumeweka malengo ya kuhakikisha tuna watu zaidi ya 100,000 ambao ni diasporas. Wale wakiwa kule watu 100,000 ambao watakuwa natuchangia hata dola 30 kwa mwezi. Unazungumzia dola milioni 3 ambazo zitatuwezesha kuendesha chama. Malengo yetu ni kukusanya pesa nyingi. Umeniuliza kwamba tuna malengo ni kukusanya pesa nyingi as much as we can. Hata kama tutafikia 10 billion a month, 6 billion. Mabilioni ya fedha mnayotaka kuchangisha. Vipaumbele vyake vya matumizi ni vipi, ili wanaochanga wajue kabisa fedha hii inayochanga itaenda kwenye shughuli 1, 2, 3, badala ya kuchangisha tu alafu matumizi yake yanabaki kuwa wahusika wa vikao, kwa sababu kwenye kuchangisha fedha mnahusisha watu wote. Lakini kwenye kusoma mapato na matumizi
mara nyingi narudi sasa kwenye wajumbe wa vikao fulani ndio wanaenda kufahamu. Matumizi ya uendeshaji wa chama ni mengi mno. Kwa mfano, tunahitaji kila wilaya iwe na ofisi. Tunahitaji kila jimbo liwe na ofisi. Tunahitaji maofisi kwenye kata. Tunahitaji kulipa watendaji wetu. Watu wetu wote wanajitolea kwenye chama hiki bure. Mimi silipi senti moja, Lissu alipi senti moja, sipewi mafuta. Nikiwa hapa kwenye shughuli za chama ni kwa mfuko wangu. Tunataka tuwe na uwezo wa kulipa makatibu kwenye majimbo. Tuwe na uwezo wa kuwa na ofisi huko. Tuwe na uwezo wa kuwa na ofisi kwenye mikoa. Tuwe na uwezo wa kuwa na ofisi kwenye kanda zetu. Tulipe watendaji wa kanda, tulipe watendaji wa makao makuu. Tunahitaji kuwa na kumbi za mikutano. Kwa mfano, tuna shamba kubwa sana hapa Soga la chama. Tunataka tujenge pale ukumbi wa mkutano wa kufanyia mikutano yetu, baraza kuu, mkutano mkuu. Sasa hivi tuna ukumbi makao makuu ambao kamati kuu inakaa. Kwa yale mambo ya kwenda kwenye mahoteli kusumbuana, tutakuwa tunakaa kwenye makao makuu yetu ya mapya pale Mikocheni. Tuna ukumbi mzuri pale. Tunataka kuwa na studio za kurekodi matukio yetu. Tunataka kuwa na radio kwa mfano, ili taarifa zetu ziweze kuwafikia watu wengi. Imekuwa ni ndoto ya muda mrefu ya watu wetu kuwa na chombo chetu cha habari. Wanaona tunavyohujumiwa kwenye media wakati wa campaign, habari zetu hazipelekwi. Hayo yote ni mambo yanayohitaji fedha. Kwa mfano pale Soga tuna plani pale tuweke ukumbi mkubwa kuliko hata Mlimani City ambao tutakuwa tunafanyia mikutano pale. Tutajenga hosteli pale, wajumbe wetu wakija wanalala pale, wanapata sehemu nzuri ya kulala. Tunataka kujenga chuo pale cha kutrain vijana wetu kuhusu itikadi, uadilifu, kwa sababu tatizo kubwa la nchi imekuwa ni wizi. Vijana wako kwenye vyuo wanafikiria wakitoka kwenye vyuo wakaibe. Na ndio maana ukiona toni ya watu wa Chadema hasa kwenye ufisadi ni tofauti na toni ya watu wa CCM. Tunataka tuwe na chuo pale ambacho kitaendelea kujenga watu wetu kwenye uadilifu. Haya mambo huwa yanajengwa, ni tabia na culture. Huwa watu wanafundishwa, wanajengwa mpaka wanakuwa kabisa watu ambao wana mlengo fulani wa kuamini mambo fulani. Kwa hiyo hivyo hayo ni mambo mengi, tuna maprogram mengi. Tunahitaji kuwa na magari. Tunataka kuwa na vyombo vya usafiri kwenye kila wilaya, warau watu wana magari ya kwenda kufanyia mikutano. Fedha zitakuwa zikichangwa, tutasema hizi tumenunua bendera, hizi tumenunua magari, hizi tumetena, yatakuwa wazi. Hatuna mpango wa kuficha chochote. Ndio maana watu wengine walikuwa wanasema, mmechangiwa hela kidogo, kwa hiyo msiseme hizi hela bado ni kidogo sana. Sisi tumesema ni nyingi kabisa, kwa sababu ni watu wamejitolea. Tuzungumze sasa kwa kina kidogo kuhusu no reforms no election. Inaonekana bado haijaeleweka na watu wengi. Mkisema no reform no election, mnasema hamtasusia uchaguzi ila mtazuia uchaguzi mkuu kufanyika. Hebu tuelezee mkakati wenu wa kuzuia huo uchaguzi mkuu kufanyika ni upi? Nimemsikia hata Makara anasema Chadema haina uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike. Ni kiburi tu, kwa sababu anafikiri kuna polisi, kuna nini, kuna vyombo wanavyoviagiza ambavyo wamekuwa wakitumia kuharibu uchaguzi. Ndio kinachompa kiburi Makara kusema hivi. Na sisi hatusemi Chadema tazuia uchaguzi. Tunasema wananchi watazuia uchaguzi. Ndio maana ukisema haijaeleweka, ndio maana tunaelewesha watu ili waielewe. Hii agenda ni agenda ya wananchi. Sisi tunapayonea tu hiyo agenda ya wananchi. Kwamba nchi hii hakuna uchaguzi tangu mwaka 2015, kila mtu analifahamu. Na hao watu wa vyama vya mfukoni hao wanaoenda kusanitize uchaguzi wapewe fedha na CCM, hao ndio wanaweza kusema kuna uchaguzi. Lakini a serious person, hata wale wanaosema wana ndoto, kuna mtu amesema mnataka kuzuia ndoto za vijana wenu. Kama kuna kijana na ndoto ya kuwa mbunge, lazima ahitaji uchaguzi huru na haki ndio atakuwa mbunge. Unless vinginevyo anaota ndoto ya mchana. Kwa sababu kuna ndoto za aina mbili. Kuna ndoto mtu anaota mchana na kuna ndoto ambao unaota usiku. Sasa kama mtu anaota ndoto ya mchana katika mazingira haya, akisema uchaguzi unawezekana, anaota ndoto ya mchana. Tumewaona viongozi wa dini. Kwa sisi tunaenda kuwashawishi waunge mkono hii agenda. Tunawapelekea, tumekutana na viongozi wa dini na tutaendelea kukutana nao wote kwenye level za kitaifa. Tutakwenda kwenye level za mikoa, na mikoa ni kule kwetu viongozi wa mikoa watafanya engagement, viongozi wa kanda watafanya engagement, viongozi wa wilaya watafanya engagement. Kwa mfano mkoa wa Mara nimeona wameandaa orodha ya watu ambao wameuawa kwenye chaguzi, waliotekwa ambao hawaonekani. Kuna vijana 4 walitekwa 2020 hawaonekani.
wanakwenda nazo kwa viongozi wa dini. Alafu wanawaambia, jamani, nyie mnaosema twende kwenye uchaguzi, tuambieni kwamba tunaenda kwenye uchaguzi wa aina gani kama bado mambo haya yamefanyika. Kwa tumeenda kwa mabarozi, tumekutana na barozi wa Norway, tutakwenda kwenye barozi zote. Tutakutana tumekutana na NGOs. Tumekutana na wazee maarufu, tumekutana na mzee Warioba na wengine. Tutakwenda kwa viongozi even East Africa. Tuna mpango hivi karibuni wa kukutana na baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki kueleza tatizo hili, kwa sababu hii nchi imekuwa ni nchi yenye utulivu. Hatutaki twende njia ambayo itatuletea matatizo. Huko kote mnakoenda kwa viongozi wa dini, kwa mabalozi, kwa asasi za kiraia na baadaye kwa wananchi, mnataka wafanye nini ili kuweza kuzuia huo uchaguzi? Kwa sababu serikali inasema uchaguzi upo na inaendelea na zoezi la kuandikisha watu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Nyinyi mtafanya nini, au mnawashawishi au mnaokutana nao ili wafanye nini kuweza kuzuia huu uchaguzi? Kwanza niweke kitu kidogo very clear. Kulikuwa na uandikishaji hapo Tanga, ndio wanatoka pale. Kuna baadhi ya maeneo tutayatoa katika wakati mwafaka. Watu wamekaa pale siku 7, hakuna mtu mmoja aliyejiandikisha. Maana yake inakwambia nini? Watu walishakata tamaa na uongo huu unaoitwa uchaguzi. Watu hataki tena kushiriki huo uongo. Kwa hiyo watu wanaelewa kwamba hata nikijiandikisha, hata nikipiga kura, nikakaa kwenye laini, matokeo hayawezi kutangazwa. Au hata mtu akitangazwa baadaye atanyang'anywa. Kuna mtu anaitwa Magutu Neto kutoka kitongoji pale Mruamba Nyamongo pale. Alishinda uchaguzi, akabandikwa, akatangazwa kwamba ameshinda wa Chadema. Siku ya kwenda kuapishwa akakamatwa, akawekwa ndani, wa CCM akaapishwa. Nikamtumia hadi Mchengerwa, nina conversation zake kwenye simu. Nothing happened. Walichofanya ni kukuku data kuonesha wa CCM wameshinda. Lakini ukienda kwenye kitongoji wanakuambia aliyetangazwa ni huyu, aliyeshinda ni huyu. Kwa hakuna uchaguzi. Kwa hilo la kwanza. La pili tunaloenda kuambia watuunge mkono ni kuhakikisha tunatengeneza nguvu ya pamoja. Ukisoma katiba yetu ibara ya 8, msingi wa mamlaka na madaraka ya nchi ni wananchi. Wananchi wakiamua, hakuna chochote serikali itafanya. Kwani serikali ina watu wangapi? Wakiamua, una maana wanaamua kufanyeje sasa? Wakiamua kusema uchaguzi haufanyiki nchi bila mabadiliko, bila marekebisho. Wanasema kwa njia zipi? Sisi tunasema na hili jambo liwe very clear. No reforms. Kinachoanza hapa ni kama hakuna mabadiliko, hakutakuwa na uchaguzi. Hatuanzi kwamba hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko. Tunasema no reforms, no election. Kwa kama kuna reforms za kimsingi zitakazotuhakikishia kwamba watu wetu hawatakatwa majina, hawatauawa, hatutaibiwa kura, tukishafanya hizo reforms, sisi tutashiriki uchaguzi, tuko tayari kushiriki uchaguzi. Reforms ambazo mnazizungumzia Mheshimiwa Heche ni zipi? Kwa sababu mnazungumzia zaidi matatizo yaliyotokea kwenye uchaguzi wa 2020. Lakini tunao uchaguzi wa mwaka 2015 ambao jumla ya wabunge 116 wa upinzani waliingia ndani ya bunge kwa kutumia mfumo wa uchaguzi uliokuwepo. Mfumo wa uchaguzi ambao unafanana kabisa na mfumo wa uchaguzi uliotumika 2020. Reforms ambazo mnazizungumzia zinazoweza kuwaondolea yale yaliyojiri 2020 ni yapi? Na kuna tofauti gani na 2015 ambayo mlipata zaidi ya wabunge 110? Hatuzungumzii 2020 tu. Tunazungumzia chaguzi 3 consecutive ambazo zimekuwa mbaya zaidi. Huko nyuma sio kwamba kulikuwa na chaguzi nzuri. Chaguzi zote zimekuwa mbovu katika nchi. Lakini chaguzi ambazo zimekuwa mbaya zaidi na zimeleta matatizo makubwa zaidi ni chaguzi 3. Chaguzi wa 2014 wa serikali za wa 19 wa serikali za vijiji na utongoji na mitaa, uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa 2024. Hizo ndio chaguzi mbaya kabisa ambazo zimetokea kitakwimu, kiutaratibu na mambo mengine yote yaliyo. Zamani kwa mfano, nataka nikupe mfano wa kitu kinaitwa mawakala, polling agents. Wakala ni representative wa mgombea, ni mwakilishi wa mgombea. Yaani kiutaratibu mgombea anatakiwa awe kwenye kila kituo kuangalia maslahi yake. Maboksi yamekuja, karatasi zimekuja za kutosha, vitabu vile havijafunguliwa, maboksi yaliyokuja ni transparent, yamepangwa vizuri, kuna utaratibu pia wa kupanga maboksi kibweta kile kwenye chumba cha kupigia kura, viti vimekaa vizuri,
mtu anayeingia anapewa kura moja, kama ni diwani moja, mbunge moja, rais moja, asipewe zilizozidi. Wakala anapaswa kuwa kwenye kila kituo. Sasa kwa mfano Tarime tuna vituo 492. Mimi nilikuwa nagombea ubunge. Huwezi kuwa kwenye kila kituo. Wewe sio omniscient kama Mungu. Kwa hiyo badala, kwa sababu huwezi kuwa kwenye kila kituo, unatakiwa uwe na mtu mmoja anayekurepresent, anaitwa wakala. Sasa mimi niligombea, actually mwanzo niwahi kuwa wakala wa marehemu Chacha wangu 2005. Tulikuwa tunaapishwa, lakini unaapishiwa kwenye kata yako. Na unaapishwa sio kiapo hiki unachoita cha kutunza siri. No. Tulikuwa tunaenda kuapishwa kwenda kusimamia kura. Kwa hiyo utaratibu ulikuwaje? Zamani kwa mfano Chadema Tarime pale tuna vituo 492. Mnaandika majina, mnayapeleka kwa mkurugenzi, majina labda 900. Kwamba hawa ndio watakuwa mawakala wetu. Na substitute in case mtu ameugua, amefanya nini, mnayapeleka. Alafu yanakuwa arranged kwenye kata huko, mnaapishiwa kwenye kata huko. Unaenda kusimamia kura siku ya kupiga kura. Na utambulisho uliokuwa unapewa ni barua kutoka kwenye chama chako. Kwamba mimi namtambulisha Charles William kama wakala wangu wa kituo cha Sabasaba shule ya msingi. Kituo namba 1. Unaenda na ile karatasi ya kutoka kwenye chama chako inayokutambulisha na muhuri wa chama na kitambulisho cha kwako. Ukifika pale, msimamizi wa kituo, yule presiding officer, anakuruhusu unaingia kwenye kituo. Wakabadilisha mfumo. Na ulianza wakati wa uchaguzi wa Kinondoni ambapo aliuawa Aquiline. Ule uchaguzi ndio tulianza kusumbuliwa kuhusu mawakala. Ndio nakupa utofauti sasa uchaguzi wa 2015 na uchaguzi wa 2020. Zikatungwa kanuni na zimepitishwa na sheria bungeni kwamba ili mtu awe wakala wangu mimi, cha kwanza natakiwa kusubmit majina kwa mkurugenzi siku 7 kabla ya siku ya kupiga kura. Ni submit majina yote ya mawakala wangu. Na ukisubmit majina hayo, kila kituo uandike kama Charles William Sabasaba shule ya msingi, uweke namba yake ya simu na kituo atakachosimamia na picha yake wiki moja kabla ya siku ya kupiga kura. Maana yake ni nini? Ili wajue kila mtu wa Chadema kituo atakachosimamia. Ili pengine waende wamtishe, ili wamteke, ili wamfanyie vitimbi. Hilo la kwanza. Sisi mkurugenzi alituambia mawakala nitawaapisha makao makuu ya jimbo. Sasa jimbo la Tarime kuna kata ya Nyanungu, kuna kata ya Susuni, kuna kata ya Mwema, kilomita zinatofautiana, huku kilomita 90, huku 70. Akatuambia kesho ndio uchaguzi, akasema ataapisha leo makao makuu ya jimbo. Na hiyo inafanyika kwa Chadema tu. CCM wao huwezi kujua wameapishiwa wapi. Wala huwezi kukutana na mawakala wao. Kwa tukasomba mawakala siku moja kabla ya uchaguzi, kama kesho ndio uchaguzi, nikawapeleka pale halmashauri. Na mimi nilikuwa mbunge. Nilikuwa na uwezo kidogo, nimekodi magari, nikawaleta. Saa 12 asubuhi tuko pale. Tumekaa pale the whole day. Mpaka saa 10 mkurugenzi ajitokezi kutuapisha. Saa 10 ndio tukaitwa kwenye ukumbi. Tukaenda, tumetumia hardly 15 minutes kuapishwa. Tumemaliza kuapishwa, tukaambiwa sasa hizi fomu mkurugenzi anaingia kuzisign. Mind you, hao watu wanapaswa warudi kwenye vijiji mbalimbali kesho wasimamie uchaguzi. Kwa tunasubiri pale karatasi zisainiwe. Tumekaa pale mpaka saa 1. Tunaambiwa jamani, mkurugenzi ameenda na hizo karatasi Tarime mjini, kilomita 50 tena kutoka Nyamwaga. Twende tukazichukulie Tarime. Kwa nikabeba wale watu na magari tena. Kesho ni uchaguzi, tukaenda Tarime saa 1. Tumekaa pale saa 1, saa 2, saa 3, mkurugenzi simu imezimwa. Kwenye saa 4 tukaletewa karatasi ziko kwenye maboksi. Zimechanganywa. Mwema imechanganywa na Susuni, Susuni imechanganywa na Sirari tunakata 26 imechanganywa na Matongo. Tukaanza kusoti zile karatasi. Soti mpaka karibia saa 6. Tukakuta karatasi 182 hazimo. Za vituo 182. Hata hizi nyingine walizokupa, zingine zina muhuri mmoja, zingine hazijasainiwa. Tukaanza kurudisha watu. Kwa watu wengine wamefika kesho yake saa 3. Mtu anaenda Nyanungu anafika saa 4 asubuhi, kesho yake saa 3. Uchaguzi ulishaisha. Ngoja Mheshimiwa Heche, ngoja tutarudi twende break kidogo. One on one ya Wasafi TV bado tupo na John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa bara. Tunazungumza naye kuhusiana na masuala tofauti yanayoendelea kwenye siasa za nchi, lakini tulikuwa tunatazama hili la no reforms no election ambalo linazungumzwa
na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mimi ni Charles William, hii ni Wasafi TV. Tunarudi baada ya dakika moja. One on One with Charles William. Yes, bado tupo na John Heche kwenye One on One na tunazungumza kuhusiana na hili la uchaguzi. Kinachozungumzwa nikiwasikiliza, mnacholalamikia ni matendo binafsi ya wasimamizi wa uchaguzi. Hamzungumzii kwamba kuna taratibu za kisheria ambazo ni mbaya. Inaonekana kama taratibu za kisheria zimekaa vizuri, ndio maana kwa taratibu zile za kisheria 2015 mliweza kupata zaidi ya wabunge 110. Lakini kwa taratibu za kisheria zile 2020 mnazungumza watu wenu wengi walienguliwa. Kwa hiyo kwa taratibu za kisheria inaonekana kama sio mbaya sana kwa kiwango hicho, lakini matendo binafsi ya wasimamizi wa uchaguzi ndio yana shida. Ndicho ambacho nakielewa au nipo tofauti? Hapana, sio taratibu za kisheria. Huko nyuma utamaduni ulijengwa walau wa kuona aibu, na tulikuwa tuna force. Mimi nimetangazwa kwa kuforce. Hakuna mtu wa upinzani anaweza kusema ametangazwa kwa sababu ameshinda. Unakumbuka kilichotokea Nyamagana, watu walilazimika kuchoma magari, kufanya fujo kubwa sana, ndio Wenje akatangazwa pale 2010. Unakumbuka kilichotokea Arusha, watu walibomoa mageti ya halmashauri kwa kuforce kutangazwa. 2015 actually tungekuwa na wabunge zaidi ya nusu. Sehemu ambazo watu walitangazwa ni sehemu ambapo vita ilitokea. Tarime pale 2009 mimi natangazwa kuwa diwani pale, watu walitobolewa macho, watu waliuawa. 2015 alikufa wakina Mwita Boke Waitei Tarime, ndio mimi nitangazwe pale. Actually kuna bwana mmoja marehemu alikuja mle kwenye ukumbi wa kutangazia, akamwaga petroli, akatishia mkurugenzi kwamba usipomtangaza mtu aliyeshinda na choma humu tuungulie wote humu tufie humu. Ndio mimi kutangazwa. Kwa hiyo usiseme kwamba tuko tunatangazwa huko nyuma eti kwa sababu taratibu zinaruhusu. Na ndio maana tunataka tutoke kwenye utaratibu wa huruma, tuende kwenye utaratibu ambao utakompel watu kisheria. Mtu ajue nikifanya uhuni huu consequences zake ni zipi. Sasa nini kinachowapa hao watu uhuru? Kwanza ni namna wanavyopatikana. Hao watu wanaosimamia uchaguzi wanapatikanaje? Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi anateuliwa na rais. Ni mwajiriwa wa rais. Ana mandate ya kumuondoa na kumweka. Na unakumbuka uchaguzi wa 2015 aliondolewa mkurugenzi wa uchaguzi katikati ya uchaguzi, akawekwa kipirimba pale. Na ndio maana uchaguzi uliharibika sana. Hakuna security of tenure. Huwezi kufanya hivyo pale Kenya ukaondoa mkurugenzi wa uchaguzi katikati ya uchaguzi. Haiwezekani kwa sababu humteui, taratibu ziko very clear na sio mwajiriwa wako. Haya, hawa wanaoitwa mkurugenzi wa uchaguzi, makamishna, wote hao wanatokana na rais ambaye pia ni mgombea. Wakurugenzi wa halmashauri sasa wamegeuza, wanasema watumishi waandamizi. Mtumishi waandamizi ni nani? Ni dasi. Kwa hiyo unaondoa jina la mkurugenzi, ndio alikuwa anasema Makara, kwa sababu sisi shida yetu sio jina. Shida huyu mtu anapatikanaje? Dasi anateuliwa tu na rais. Kwa hiyo ukimpa dasi kwamba ni mtumishi mwandamizi, au ukampa rasi, au ukampa sui nani kwenye halmashauri, kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 35 wanafanya kazi kumwakilisha rais na ni waajiriwa wa rais, na rais ndio mamlaka ya mwisho ya nidhamu ya kwao. Hata mtendaji wa kijiji mamlaka yake ya nidhamu ni rais. Hata mwalimu wa shule ya msingi, ukiangalia sheria mpya iliyotungwa inasema hawa watu wote hawatashtakiwa kwa makosa walioyafanya ya kiuchaguzi. Wakisababisha watu wauane, wakiiba uchaguzi, hawaruhusiwi kushtakiwa. Tunataka sheria inayosema ukihujumu uchaguzi, ukifanya makosa ya uchaguzi ya wazi kama yanayofanyika, ushtakiwe. Unajua, kwa mfano jimbo la Misungwi 2020 wagombea wetu wote wa udiwani walikatwa kwamba wamekosea kujaza fomu. Mbunge alikatwa Misungwi. Serengeti 2015 pale kuna kata 30. Chadema ilishinda kata 20 2015. Sisi walipata kata 10 tu kati ya 30. 2020 wagombea wa Chadema 16 walienguliwa. Yaani watu waliokuwa naongoza halmashauri miaka 5 iliyopita, leo baada ya miaka 5 hawajui kusoma na kuandika. Unawaingua kwa sababu eti hawajui kusoma na kuandika, wamejaza fomu vibaya. Yaani hao waliojaza fomu vizuri 2015, 2020 wamekuwa wajinga kiasi kwamba hawajui kujaza fomu. Nini kilichofanyika 2014? 2014 tulikuwa na vijiji 1780 kitu nchi nzima.
kati ya vijiji 4,000 na kitu. Tulikuwa na mitaa kwa maelfu. Actually tulipata 36% ya mitaa. Vijiji tulipata karibia 26%. Tumekuja kwenye uchaguzi wa 2019, tumetoka kwenye 36% ya mitaa tuliyopata mpaka 0. Hatukupata mtaa hata mmoja. Tumetoka kwenye vijiji karibia 1,600 ambao ni 26%, tumepata 0. Vitongoji tulivyopata karibia 8,000, 0. Wajumbe tuliopata kwa Maraki 0. Baada ya miaka 5 tu. Kwa hiyo inakuonesha tu kwamba kulikuwa na trend ya makusudi ya kuharibu uchaguzi. Sasa wengine wanasema hiyo ilikuwa 2019 na 20. Mwingine alisema ilikuwa special case. Ukimuuliza special case ni nini, wanasema kwa sababu ya Magufuli. Nini kimefanyika chini ya Rais Samia? Ambaye mimi nilikuwa tume ya maridhiano na tumeongea naye na akasema yaliyojitokeza kwa kauli yake, na Kinana tumeshiriki naye kwenye maridhiano, amesema yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa 2020 na 19 hayatajirudia 2024. Kwa mujibu wa Waziri Mchengero anasema waliondoa wagombea wa upinzani 12,600. Lakini kwa takwimu zetu waliondoa wagombea 60,000 na kitu. Tunataka sheria zetu na taratibu zetu ndio zitugovern. Kila mtu ajue nikivuka ileni nitaumia. Kwa mfano tunataka tume huru ya uchaguzi ambayo itajisimamia, itakuwa na waajiriwa wake. Waajiriwa ambao ukifanya hesabu unazungumza kupata watu angalau 20,000 ambao watakuwa wameajiriwa ili kusimamia uchaguzi nchi nzima. Mnatazama mfumo wa namna hiyo wa kuajiri watumishi wa tume 20,000? Actually sio watu 20,000. Ni watu wachache tu. Tunakata ngapi nchi? Tunakata hadi 3,000 na mamia. Tukisema tuna watu mpaka kwenye kata kwamba kuna afisa wa tume kwenye kata. Tuna afisa kwenye wilaya. Wilaya ziko ngapi? Majimbo actually. Tuna vijiji, lakini tuna vijiji zaidi ya 12,000. Tunaweza kuweka mpaka hata kwenye kata kwa kuanzia. Halafu wale wengine wote huwa ni temporary. Lakini watumishi kwenye ngazi zipi na wa kata, wa tume, tunaweza kuanzia kwenye kata. Unanielewa vizuri? Hapo ndio kuwe na mtumishi wa kudumu hapo. Hapo tuseme afisa wa kata, kuwe na waajiriwa kwenye wilaya labda watu 2 3. Hawafiki hata 5,000. Hata kama ni watu 20,000. Katika kupata viongozi ambao wataenda kusimamia rasilimali. Hakuna kitu kikubwa kwenye nchi zaidi ya uchaguzi, ndugu yangu. Hakipo. Kwa sababu sikiliza, unapokwenda kuchagua rais, ni mtu mnaenda kumpa mamlaka ya kudhibiti rasilimali na mali zote za nchi, madini yetu yote, mbuga zetu zote za wanyama. Huyu anaenda kuamua na bunge lake tutatibiwaje, watu wetu watarara kwenye nyumba za aina gani. Watu 20,000 ni kitu gani katika kuhakikisha tunapata mtu sahihi wa kwenda kusimamia haya mambo? Watu 20,000 ni wachache sana. Mnatazama mfumo wa uchaguzi au mfumo wa tume ya taifa ya uchaguzi wa nchi ipi ambao mnaona nchi hizi zinaweza kuwa mifano ya tume iliyo huru ya uchaguzi? Mfumo wa Kenya leo, Kenya kwa mfano, hujai kusikia Kenya mtu analalamika kuibiwa ubunge, kuibiwa kitongoji, kuibiwa udiwani, si kuibiwa nini. At least wanakuwa na maneno kwenye urais, lakini ukifuatilia vizuri unakuta hata kwenye urais ni matokeo ya wazi kabisa, mtu anakuwa ameshinda. Lakini tumeshuhudia hata wasimamizi wa uchaguzi kwenye tume Kenya wakigawanyika, wengine wakisema uchaguzi haukuwa huru na wa haki na wengine wakisema ulikuwa huru na haki. Hakuna uchaguzi at least Afrika hapa ambao umetangazwa kwa wazi na kwa uhuru, vituo watu wanapiga kura, TV ziko mle kama Kenya. Kenya wako mbali sana. Ghana, Zambia, Marawi, wote hawa ni mifano mizuri ambayo uchaguzi unasimamiwa na watu na tume ambayo haiwezi kuongozwa na rais wala haichukui maelekezo ya rais. Tume ambayo iko huru, imeteuliwa kwa weledi, ina watumishi wake mpaka chini. Na naweza kukupa mfano, kwa mfano changamoto hizi za kutumia watumishi wa serikali. Karagwe, mgombea wetu alikatwa jina, akaapili kwenda tume ya uchaguzi, mgombea wa ubunge akarudishwa na tume ya uchaguzi mwaka 2015. Mkurugenzi 2020 mkurugenzi akakataa kwamba mimi sikutambui. Kwa hiyo tume imemrudisha. Mkurugenzi amegoma kuchukua maelekezo ya tume kwa sababu huna cha kumfanya. Lakini imagine kama tume yenyewe ndio ina watumishi wake, utamkataliaje bosi wako? Unanielewa vizuri? Kwa akakataa. Kwa yule bwana hakufanya kampeni hata moja, lakini siku ya kupiga kura jina lake likajitokeza kwenye
kwenye karatasi ya kupigia kura, kwa sababu tume ya taifa ilikuwa inamtambua, ndio ina print karatasi, lakini mkurugenzi hakumtambua hata siku moja. Unalipaje? Unafanyaje kitu kama hicho? Haya, after election, namna ya kusuluhisha migogoro kama hii, huyu mtu angeweza kwenda kwenye mahakama, lakini mahakama zenyewe hizi ni zipi? Hizi ambazo majaji wanateuliwa bado na rais. Mfumo wetu wa mahakama ni ule ule. Ndio maana tangu 2015 hujawahi kuona, pamoja na madudu yote ambayo yamefanyika kwenye uchaguzi, Chadema hatujawahi kwenda kulalamika kwenye mahakama, kwa sababu tunajua tutakachoenda kupata. Kwa hiyo Chadema mnasema hamziamini mahakama za Tanzania? Sio sisi tunasema, zenyewe haziaminiki. Lakini mahakama hizi ambazo zenyewe ndo zimejifanya zisiaminike, lakini kwa matendo mmekuwa mkishtakiwa na mnashinda kesi kwenye hizi mahakama na mnasema haki imetendeka. Mimi nimewahi kushtakiwa kwa kesi ya uongo, nikalipishwa fidia ambayo kwa level yoyote katika nchi hii haijawahi kutokea. Kesi inaitwa uchochezi, nikalipa fidia milioni 40. Hata watu walioiba rasilimali za nchi wakashindwa, hawajawahi kulipishwa kiasi hicho cha fidia. Tume ya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yetu haiwezi kushtakiwa. Yaani binadamu ambao wanaweza kufanya makosa, hii tume wanayosema ni tume huru, huruhusiwi kuishtaki kwa makosa yake au watumishi wake. Haya, matokeo ya rais huwezi kuyachallenge kwenye mahakama yoyote. Kwa hiyo mabadiliko tunayohitaji ni mabadiliko yatakayorudisha uchaguzi mikononi mwa wananchi na kura za wananchi ziaminike na ziheshimike. Ikitokea mmemaliza kufanya lobbying mnayoifanya kwenye viongozi wa dini, asasi za kiraia, balozi mbalimbali na wananchi wenyewe kwamba wazuie uchaguzi usifanyike na imeshindikana wao kuzuia uchaguzi usifanyike, Chadema itashiriki uchaguzi au haitashiriki? Sisi tuko very clear, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kuna wanachadema huku chini ambao wenyewe tayari wamejipanga kugombea udiwani, ubunge na nafasi zinginezo, uwakilishi kule Zanzibar na kadhalika. Hawa wote taarifa za no reform no election ndo zinatoka muda huu. Bado wanawasubiri huku chini mkawaeleweshe vizuri namna gani ambavyo wao watajiweka kando. Na wengine wanafikiria labda watafute majukwaa mengine ya vyama vingine ili kutimiza ndoto zao za kisiasa. Kwa nini hamkuanzia kwanza kwenye kupata maoni ya wanachama wenu chini ili muone utayari wao wa kuwasaidia kwenye hilo jukumu la kuzuia uchaguzi, badala ya kuanzia juu alafu mshuke chini ambako? Haya maoni ni ya wanachama. Mtu aliyeshiriki uchaguzi 2019, aliyeshiriki uchaguzi 2020, aliyeshiriki 2024, hakuna mwanachama anayeweza kusema twende kwenye uchaguzi katika hali hiyo. Ili iweje? Mimi pale Tarime nilivamiwa kwenye ngome yangu, sehemu ambayo tulikuwa tumepanga kama eneo letu la kufanyia uchaguzi, base yetu. Tukitoka kwenye campaign tunafikia pale, vyombo vya matangazo tunatunza pale, chakula tunakula pale, tathmini tunafanyia pale. Polisi walikuja Sirari pale, wakaingia pale, wakakamata watu wangu zaidi ya 20, wakawafungulia kesi ya uongo ya armed robbery, wakawaweka ndani. Wakati wa IGP akiwa Siro akaja, nikaongea naye, akaniambia kwa mdomo wake hawa watatoka baada ya uchaguzi. Kwa hiyo walikuwa wamekaa na watu wanajua hawana kosa lolote, lakini wanakaa nao watoke baada ya uchaguzi. Kana kwamba gerezani ni hotelini. Watu wamekaa ndani gerezani miezi 2, ambao ni top cream yangu. Siku hiyo usiku wamebomoa speaker zangu, nilinunua pale City Sound milioni 23, speaker mpya. Wamezibomoa. OCCID pale akamwaga maji, akastoboa vyombo vyangu vya matangazo, wakafanya vurugu kubwa sana. Katika mazingira kama hayo, nani anaweza kuniambia nirudi tena kwenye uchaguzi mwingine? Tutauzuia, hakuna uchaguzi utafanyika. Lakini Mheshimiwa Heche, wananchi hawa mmekuwa mkiwaita mara kadhaa wajitokeze kuwasaidia kushinikiza dola au kushinikiza serikali, ikiwemo hata kuwaita kwa njia ya maandamano. Imekuwa hakuna mwananchi anayejitokeza, mnajitokeza nyie tu na wengine mnakamatwa hata kabla hamjatoka nyumbani kwenu. Unaona wananchi wa nchi hii watawezaje kulifanikisha? Wataweza, tunakwenda kuzungumza nao. Na hili jambo chazi sio la kwangu. Ndio maana hata tuko na wewe hapa. Na wewe unapaswa uwe sehemu ya no reforms no election. Tumezungumza na wahariri ili waelewe, tuwe kwenye page moja. Hili ni swala la nchi yetu, sio swala langu. Ndio maana umesikia alichozungumza Askofu Bagonza. This is not Heche's issue. Hii ni issue ya nchi yetu. Hebu fikiria hivi. Na hebu tuwe serious na haya mambo. Tuna watu ambao wamekaa madarakani kwa miaka 63. Hawawezi kuendesha uchumi wa nchi.
Kwa mfano, unaangalia nchi ndogo tu. Hii nchi tunaagiza kila kitu kutoka nje. Kila kitu. Kwa mfano, hata bodaboda tu. Tuna mamilioni ya vijana hapa wanaendesha bodaboda. Wamejiajiri. Lakini hatuna hata kiwanda cha kutengeneza tairi. Tunachukua matilioni ya fedha hapa tunaagiza tairi kutoka nje. Yaani tunasafirisha fedha hapa zikatengeneze ajira nje. Na huku tunalia hatuna ajira. Nini kingetokea kama tungejenga kiwanda hata cha kutengeneza spoke, cha kutengeneza betri za pikipiki, tairi za pikipiki humu ndani? Maana yake kiwanda kingeajiri vijana wa Tanzania. Fedha ingetoka kwa huyu muendesha bodaboda ingebaki humu. Leo tunajenga hizi BRT. Serikali iko inaziendesha hizi basi za mwendo kasi. Wanaenda kuleta mtu kutoka Uarabuni aje kuwekeza kwenye magari ya mwendo kasi. Kwamba Watanzania wenyewe hawawezi. Kwa hiyo mama atapanda kutoka Mbagara basi la Mwarabu kuja Posta, alafu hii fedha itachukuliwa itaenda kutengeneza ajira Uarabuni. Wakati watu wetu wana ajira. Wakati hiyo fedha ingezunguka humu, ingekuwa ni Mtanzania amewekeza kwenye hicho kitu. Angetenda chuma. Tuna chuma pale Rudewa, Mchuchuma na Liganga. Nilikuwa nasoma ripoti hapa za BOT za bidhaa tulizoagiza. Tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha trilioni 1, bilioni 1.2 za Kimarekani, ambazo ni trilioni 3.1 kuja kutengeneza nondo, kutengeneza mapipa, kutengeneza mabati, kutengeneza misumari. Ili nchi iendelee, lazima uwe na basic industries kama hizi tuweze kutengeneza nondo zetu. Na ukisoma kwenye hotuba yangu ya bunge mwaka 2018 niliwashauri kabla hatujaanza kujenga Stigras, lile bwawa la Mwalimu Nyerere, tuanze kuzalisha chuma chetu kwanza. Ili nondo zote tukazoagiza, tunampa Arab contractors kujenga bwawa, tunamwambia chuma chote chukua hapa. Kwa hiyo unampa fedha kwa mkono huu, unazichukua kwa mkono huu, zinabaki ndani ya nchi. Kwa hiyo tunaagiza chuma chote. Unawezaje kuendeleza watu wako kama unachukua fedha hapo unaenda kuagiza chuma cha trilioni 3 kutoka nje? 10% ya budget yako umeagiza chuma. Elimu tunayowapa watu wetu ni aina gani? Unakuta alafu ni kichekesho, mkurugenzi au katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, waziri wa Wizara ya Elimu, afisa elimu wa mkoa, afisa elimu wa wilaya, wanapewa magari, wanapewa vifaa, wanasimamia ubora wa elimu wa shule za serikali. Alafu wao wenyewe watoto wao hawezi kusoma kwenye hizi shule wanazozisimamia. Kwani inakwambia nini hiyo? Na kuna swali mtu anaweza kukuuliza rahovyo sana. Eti watoto wako wewe wanasoma hapa? Hawasomi hapo kwa sababu huu mfumo ni wahovyo, hatuuamini. Ndio maana tunataka tushinde nchi tuubadilishe ili watoto wetu wasome hapa. Kwa kama una afisa elimu anasimamia elimu, alafu haamini hiyo elimu anayoisimamia, lakini anawaambia watoto wa maskini wasome hapa. Una mtu anasimamia afya, alafu yeye hawezi kutibiwa kwenye hospitali zenu, anaenda India. Huyu mtu anaweka maisha yako hatarini. Ondoa huyu mtu, weka mtu atakayeboresha hii afya na aiamini na yeye atibiwa hapo. Ndio maana sisi tunasema tukishinda nchi tutakwenda kubadilisha mambo yote haya. Sasa hatuwezi kushinda ili tubadilishe mambo mazuri haya yaje bila uchaguzi kuwa huru na haki. Haiwezekani. Unaenda nchi kama Korea Kusini na Kaskazini ambazo zimepigana vita mwaka 70 mpaka 73, wakafa watu zaidi ya milioni 4. Leo per capita income, kipato cha mtu wa Korea wa kawaida, per capita income kwa mwaka ni $55, ambazo ni zaidi ya milioni 140 kwa mwaka. Mwaka 70 hapa sisi tuko mbele yao. Dubai tuko mbele yao. Thailand tuko mbele yao. Singapore. Inawezekanaje tunarudi nyuma kila siku? Tatizo la elimu yetu, tatizo la watu walioko madarakani. Watanzania wamejaribu kuonja uongozi wa Chadema kwa kuchagua madiwani wa Chadema, wabunge wa Chadema, na hata kuwa na halmashauri zinazoongozwa na Chadema nyingi tu. Hawajaona hayo mabadiliko ambayo yangeweza kuwapa picha kwamba wakiwaamini kwenye urais wa nchi pengine yanaweza kutokea. Kwanza ujue level ya halmashauri ni kiasi gani iko na autonomy. Mkurugenzi wa halmashauri anayechaguliwa analetwa tu pale na rais wa CCM. Anachukua maelezo ya rais, sio ya madiwani walioko pale. Hilo la kwanza, ndio conflict iliyopo. Lakini kwa mfano mfumo wetu ungekuwa unaruhusu kwamba Chadema tukishinda halmashauri, sisi tutachukua watumishi wetu,
wataalamu wetu kwenye wote tuingie na watu wanaotusikiliza sisi kwenye maamuzi warau yale ya wilaya, ingekuwa vizuri sana. Lakini angalia maamuzi ambayo tunakuwa na uwezo nayo. Kwa mfano, unajua kodi ya kichwa ilifutwaje kwenye hii nchi? Halmashauri ya kwanza kufuta kodi ya kichwa ni halmashauri ya Karatu na halmashauri ya Hai. Kodi ya baiskeli ilifutwaje? Tulifuta sisi kwa sababu ya Chadema. Mimi nikiwa diwani kwenye halmashauri ya Tarime pale, sisi ndio tulikuwa wa kwanza kuanzisha kulipia wanafunzi ada kwa mapato yetu ya ndani, Onisos. Ilikuwa vita mpaka alikuja Waziri Pinda pale, wanazuia sisi tusilipie wanafunzi ada, wanasema haiwezekani. Wanamtisha mkurugenzi. Tukamwambia mkurugenzi, sisi tutakukataa, tutafunga milango hapa kwa mbao. Tulishinda huo utaratibu kwa vita kwa sababu Onisos ni mapato yetu ya ndani. Kwa hiyo sisi ndio tuliimplement kulipa ada za sekondari wa kwanza kwenye nchi, na serikali leo inasema imefuta ada. Kwa hiyo mtu akisema kwamba sisi hatujafanya vizuri, labda hajui, hajastadi kwenye vile vitu ambavyo tumeongoza halmashauri tukiwa tunasimamia. Mzee, tulienda mbali sana. Angalia halmashauri ya Moshi, Chadema ilikuwa inaongoza pale, ndio ilikuwa inaongoza kwa usafi. Angalia halmashauri ya Iringa. Angalia tu level ambayo tulitrim ufisadi pale, namna ambavyo utendaji ulikuwepo, manyanyaso yale, machinga kuumizwa, kupigwa. Angalia tukiwa kwenye halmashauri, niambie ni halmashauri gani ambayo tumeongoza wa machinga wakaonewa, boda boda wakaonewa? Actually tulikuwa tunawapanga vizuri sana. Kwa hiyo kwenye yale ambayo tulikuwa tuna ya uwezo wetu yale tuliyafanya vizuri sana. Ndio maana tunataka tupewe nchi. Tukipewa nchi tutafanya total overhaul kwa sababu nchi imeoza. Imeoza. Hakuna namna hawa watu waliochoka kama Wasira, sui nani wanaweza kufanya mabadiliko kwenye nchi. Haipo. Hata uwape miaka 1000 hawawezi. Ukisema Wasira amechoka unamaanisha nini? Umri wake? Kila kitu. Thinking. Lakini umri wake Wasira ndo umri huo wa Dr. Slaa ambaye mnamrejesha kwenye chama ili aje kuwasaidia nyinyi. Unaweza kuwa mzee lakini ukawa na fikra nzuri. Wasira tangu akiwa huko, akiwa mkuu wa mkoa, fuatilia mienendo yake. Actually amewahi kuhukumiwa na mahakama kwa kutoa rushwa. Mwaka gani? Uchaguzi miaka 75 huko. Hata kwenye uchaguzi aliyomshinda mzee Warioba, kwani mahakama ilihukumu nini? Si aliondolewa kwenye ubunge kwa sababu ya rushwa, ya masuala ya rushwa. Amewahi kuhukumiwa akiwa mkuu wa mkoa kwa court contempt. Mahakama imehukumu watu wapewe haki, yeye akabatilisha. Kwa hiyo mimi it's not personal. Sina shida na mtu mmoja mmoja wa ndani ya CCM. Hata mzee Wasira namtolea kama mfano tu. I have no problem na mzee Wasira as a person. Lakini chama chao kimethibitisha kwa miaka 63 hakiwezi kubadilisha nchi hii. Hakina uwezo huo. Tuko kwenye resources nyingi, watu ni maskini. Na mifano ya nchi nyingi zilizofanya vizuri zipo. Na sisi tunaweza kukopi. Huwezi kuwa na nchi ambayo tuna maji, tuna kila kitu, alafu unaagiza mafuta ya kura kutoka nje. Wakati unaweza kulima hapa Singida, unaweza kulima Dodoma, sunflower, na watu wako ukawapa bei nzuri, ukauza. Michikichi watu walikuja kujifunza kutoka Kigoma, leo wanatuletea mafuta. Mheshimiwa Heche, hebu tusaidie roadmap ya kuondoka kwenye umaskini. Maana mmekuwa mkisema tu rasilimali ni nyingi, lakini kwenye nchi zote watu binafsi ndio ambao wanaingia kufanya hizo shughuli kama ni kulima na kadhalika. Serikali inabaki kuwa msimamizi tu. Hebu Chadema ikiwa madarakani, hebu tupe hiyo roadmap, mnatuondoaje kwenye umaskini? Nimekuambia kwa mfano. Huwezi kuwa na nchi ambayo basic industries kama za chuma tu huwezi kuwa nazo. Unasafirisha trilioni 3 kila mwaka kuagiza chuma. Sisi tutajenga viwanda vya chuma hapa, na chuma tuna. Serikali itajenga viwanda? Kwani hata wawekezaji si wanakuja hapa? Kazi ya serikali tayari imeshaweka mazingira na kuwaita wawekezaji. Sikiliza, wawekezaji hata pale Mchuchuma na Liganga, nini kimesababisha mpaka leo haijajengwa? Ukisoma mimi nilikuwa bungeni mwaka 2016. 2016 huyu Charles Mwijage akiwa waziri wa viwanda na biashara alisema serikali imewekeza dola bilioni 3 ambazo ni trilioni 6 kujenga mradi wa chuma na makaa ya mawe pale. Kwani kwa mfano, nini tatizo kama serikali itakuwa na kampuni binafsi za kwake? Kwa mfano tuna Stamico, shirika la madini. Si unafahamu hivyo? Stamico ni shirika letu la madini ambalo tungeifanya kuwa kampuni ambayo inajiendesha
bila kuingiliwa na watu wa serikali na watu waliooza, ikawa competitive, tukaipa maeneo mazuri. Leo tunachukua sehemu tunawapa Barrick wachimbe. Kwa nini tusiwape Stamico na tuwape vifaa wachimbe, serikali ipate mapato hayo? Lakini shida ni nini? Kwani Stamico haiwezi kusimamia, kwa mfano haiwezi kuchimba chuma na makaa yale na ikawekeza pale, ikachukua leseni, ikawekeza, ikatafuta wabia, ikaingia nao na sisi tukapata nani, ili mradi kichuma kizalishwe hapa na kitengeneze ajira huko ndani. Kwa nini kwa mfano unakuja kusema kwamba serikali inapaswa kufanya nini? Serikali ndio inakusanya kodi, inapaswa kwa mfano kwenye swala la kilimo kuhakikisha watu wanapata bei nzuri ya mazao, na watu wakipata bei nzuri ya mazao, hiyo ni motivation ya watu kulima zaidi. Sasa leo wewe serikali unaondoa ushuru kwa kodi kwa sukari inayotoka nje ya nchi. Unaondoa ushuru kwa mchele unaotoka Pakistan. Unaondoa nani? Huu mchele gharama ya uzalishaji Pakistani inakuwa ndogo kuliko mchele unaolimwa Magu. Kwa watu wanalazimika kununua mchele wa Magu. Lakini kama utaweka incentives, kwa maana ya kuwapa pembejeo watu hapa ndani, lakini pia uhakikishie soko kwamba hata mkilima, mvua inyeshe, liwake jua, soko lenu lipo. Kwa sababu serikali haina hasara. Hizi ni pesa za wananchi. Serikali imeleta miradi mbalimbali ya kujaribu kukuza vijana kujiajiri na kutanua uwanda wa soko la ajira. Imetambulisha mradi kama BBT kwa ajili ya kuchochea vijana kuingia kwenye kilimo. Lakini pia serikali imeshuka na mfumo wa kutoa elimu bure ambao nyinyi mlikuwa mkiuhubiri kipindi cha nyuma, na yenyewe inatoa elimu bure ili kutengeneza vijana ambao watakuwa na elimu na uwezo wa kujiajiri. Yes. Mnaona haya si mambo mazuri yanayostahili kupongezwa? Unajua kuna elimu bora bure na kuna elimu bure bure. Kwa hiyo anachotoa CCM ni elimu bure bure. Hii elimu ambayo watu wanaenda sekondari hawajui kusoma hata na kuandika. Hivi leo unamtrain mtu kuwa katibu muhtasari. Wale watunza mafaili. Leo dunia ilishaondoka huko. Unamtrain huyu mtu akawe nini? Kwa nini usimtrain huyu mtu namna ya kuchimba dhahabu, namna ya kukata Tanzanite ambayo tunayo hapa, namna ya kuchimba chuma? Kwa nini usitrain hao watu kuwa na basic industry, kuwa na wajue kwamba sisi tunaagiza kwa mfano maziwa kutoka nje? Kwa nini usitrain hao watu kwenye kilimo na uwape mitaji? Kwa sababu kwa mfano nini role ya serikali? Unakuwa serikali ndio ina regulate hata hizi zinaitwa nini, mikopo ya mabenki. Mabenki yanatoa mikopo yenye riba kubwa na yanahitaji collaterals. Kijana amemaliza chuo kikuu, hajajenga nyumba, unamwambia ili umkopeshe lazima awe na nyumba. Nchi nyingine wanafanyaje? Hao vijana wanajikusanya kwenye vikundi, wanaandika mradi, proposal, sisi tunataka kufuga ng'ombe wa maziwa. Eneo tumepata Bagamoyo, lakini hatuna hela ya kununua. Ule mradi wanaupeleka kwenye halmashauri yao. Halmashauri inawapeleka tu pale benki inawapa uthibitisho, benki inawapa hela, wananunua eneo, wananunua ng'ombe, wanawekeza pale, alafu benki inaanza kukata fedha zake. Na that's exactly ambacho Korea walifanya. Wanasema kuna 5%, si ndio? Ndio wanasemaga hivyo. 5% ya fedha kwa ajili ya vijana na 5% kwa ajili ya walemavu na watu za mikopo kutoka halmashauri. Kuna halmashauri nchi hii inakusanya milioni 800. 10% yake ni milioni 80. Sasa hiyo milioni 80 unaigawaje kwenye jimbo lenye watu 160? Na inaenda kufanya nini? Hiyo hata ukimpa mtu mmoja tu aanzishe shamba la ng'ombe hawezi kuanzisha wilaya nzima 80%. Mheshimiwa Heche, wewe, ndio maana nasema hao watu thinking imegota. Hawana uwezo yani ni vini macho, wanafanya maigizo. Unawapa watu halmashauri na ukusanya sana, utakuta imepata labda milioni 300 na unapiga kelele. Haiwezi kujenga hata mradi mmoja serious wa vijana. Na Heche, wakati huo kuna fedha 40% kila mwaka za nchi zinapotea kwenye masuala ya ufisadi na rushwa. Mheshimiwa Heche, muda wetu umetuishia kabisa. Kwa kuhitimisha, wewe ni jambo gani zuri ambalo linakuvutia lilofanywa na serikali kwenye kipindi hiki cha awamu ya Rais Samia? Wanajua wao. Mimi sioni. Naona tu ufisadi umeongezeka, anasa imeongezeka,
tulikuwa magari sasa yananunuliwa mpaka budget ya serikali wananunua magari mpaka bilioni 900. Alafu nawaambia vijana hawana ajira. Hakuna kitu kilichobadilika. Vipi kuhusu miradi mikubwa ambayo imekamilishwa? Miradi kama ya ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi wa SGR ambao umekamilika, mradi wa Kwani unapoomba kuingia kwenye na kadhalika, unapoomba kuwa kiongozi, unapoomba kuwa kiongozi unataka ukafanye nini? Unataka kuimbe kwaya? Kafanye, unaomba wajibu ambao ndo kama ukitimiza wajibu huna sababu ya kuja kutuambia tukusifie sisi ili iweje. Kutambua tu kwamba kuna mambo chanya yametokea. Yamesaidia nini kwenye uchumi wetu? Ndio maana nasema hivi, imerahisisha watu kuweza kusafiri kwa urahisi zaidi na kuchochea shughuli za uchumi. Hayo mambo yalipaswa kuwepo hata sio leo, miaka 30 iliyopita. Na mimi ugomvi wangu na CCM, chukua kiwango cha rasilimali ambazo zimetumika vis-a-vis hicho wanachoita maendeleo. Leo deni la taifa ni karibia trilioni 97. Ndani ya miaka mitatu ya Rais Samia tumekopa zaidi ya trilioni 50. Magufuli tuacha na 60 na kitu, leo tuko trilioni 90. Wamekopa trilioni 30 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ziko kwenye nini? Ukiziquantify kwenye hiyo miradi, kwa sababu kwa mfano SGR nzima ambayo roti nyingi zimesimama na wakandarasi wameondoka, ukiangalia fedha zilizoenda ni kidogo sana. Hizi fedha trilioni 30 zimeenda kwenye mradi gani? Niambie wewe. Lakini fedha zote zinazokopwa na matumizi yake yanaelezwa ndani ya bunge. Ndio sasa wewe ni mwandishi uje nayo useme hivi. Unapo ni challenge uniambie hivi, hizi fedha zimeenda hapa. Mimi nakuuliza zimeenda kwenye nini? Mimi nakwambia 40% zimeenda kwenye ufisadi na rushwa. Lakini ripoti ya CAG ambaye ndo mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali hasemi kitu cha namna hiyo unachosema wewe. Hakuna ripoti ya CAG nchi imewahi kutoka ikasema serikali ya CCM imepata hati safi. Kuanzia kwenye halmashauri mpaka serikali kuu. Kwenye ripoti za CAG kuna upungufu mkubwa wa hati chafu na hati za mashaka. Zimepungua sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Mnaposema ufisadi umeongezeka, mnatumia kigezo. Actually zipaswa kuwepo. Yaani hata ukisema ingekuwa moja, kwa nini hiyo moja ipo? Kwa sababu unathibitisha kwamba fedha za umma zimeibiwa. Na hakuna mtu mmoja amefungwa kwenye nchi hii wala kuwekwa ndani kwa wizi huu. Kila mwaka ripoti ya CAG inatoka nayo madudu. Niambie nani unasema amewahi kufungwa at least kwa miaka hii kwa uchafu? Fedha zinapotea na watu wanazidi kuwa maskini na maisha yanazidi kuwa magumu. Ndio maana sisi tuna insist kwamba wananchi, no reforms, no election ni agenda yenu ya kwenda kuwaondoa kwenye umaskini ili tuirudishe nchi hii kwenye mikono ya watu wanaoweza kuiongoza. CCM imethibitisha kwa miaka 63 haiwezi. Tumekuwa na mazungumzo marefu na John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande wa bara, hapa kwenye One on One with Charles William kupitia Wasafi TV. Asante kwa wewe ambaye umetufuatilia kwa muda wote tukiwa tunazungumza na Mheshimiwa Heche. Muda wetu umekuwa ni mfupi lakini pia umekuwa ni mrefu kwa sababu tumekuwa na saa moja ya kuzungumza hapa. Ni washukuru wale wote ambao wamekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka mwisho, lakini asante kwa timu yangu yote ya uzalishaji kiongozwa na Said Dizel, Salum Maganga, lakini pia tumekuwa tuna Romi 255 pamoja na Chuma Constantino. Shukrani pia kwa fundi miguu kutoka pale Kariakoo, kutoka Kariakoo pale mtaa wa Kongo na Narung'ombe kuna mtu anaitwa fundi miguu. Pale ndipo ambapo vinapatikana viatu vya ofisini pamoja na viatu vingine kama raba vya kufanyia mazoezi, lakini hata sandals ukifika pale kwa fundi miguu unavipata vizuri kabisa. Na nitampitisha Mheshimiwa Heche pia apate viatu pale ili wakati anaizungumza no reform no election na kuzunguka huku na kule, basi chini awe na viatu vya fundi miguu. Mheshimiwa Heche, nikushukuru. Mimi ni muumini wa kuempower watu wetu. Nilimwona waziri katika kushindwa kuongoza nchi, nilimwona waziri anasema wajenge bandari ya kusafirisha mifugo. Hatuhitaji bandari ya kusafirisha mifugo. Tunahitaji kusafirisha nyama. Ngozi itabaki hapa, itatengeneza viatu, itatengeneza mikanda, pembe, tutatengeneza vifungo, tutatengeneza ajira zaidi. Kwa hiyo mimi ni muumini wa kuempower vijana wa Kitanzania ili wawe na uchumi na nchi yetu iendelee. Mheshimiwa Heche, tunakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Mpaka wakati mwingine tena. Wasafi TV, Africa is watching. One on One with Charles William.